I know you are here, here in your power. I know you are here, precious Holy Spirit. Esther chapter 2 from verse 21. Tutasoma chapter mingi, tutasoma hapa na hapa na hapa, na ninajua tutabarikiwa. Wow, ili tukaweze kumalizia vizuri. Kwa hivyo ni somo kubwa, lakini nitaienda nikikata chapter moja na soma hivi kidogo, na ninajua tutabarikiwa kulingana na vile message ipo. Tunasoma, inasema ya kwamba in those days while Mordecai sat within the king's gates, two of the king's eunuchs, Bigthan and Teresh, doorkeepers, became furious and sought to lay hands on King Ahasuerus. So the matter became known to Mordecai, who told Queen Esther, and Esther informed the king in Mordecai's name. And when an inquiry was made into the matter, it was confirmed, and both were hung on a gallows, and it was written in the book of the Chronicles in the presence of the king. Baba, ni asante kwa kulisoma neno lako. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zikaweze kutufundisha na kutuelekeza. Tunatega mioyo yetu Bwana kwako na masikio yetu kwako Bwana, ili ukanene nasi na ukanene na maisha yetu. Tunapoondoka hapa Bwana, tutakuwa tumejazwa na nguvu za Roho wako, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Haleluya. Wow. Tukisema amen tunasema amen. Tukisema haleluya tunasema haleluya, si ndio? Na ninajua tunaenda kubarikiwa. Somo letu ni kuhusu fasting. Hebu sema fasting. Haleluya. Na tunaenda kuona jinsi fasting inavyoweza kufanya mambo. Tuko kwenye msimu wa prayer and fasting, na tunaendelea kuweka msingi katika hali ya kuomba na kufunga. Na tunaona ya kwamba kuna watu maisha yao ilikuwa hatarini, na maisha yao ilikuwa kwenye hatari kubwa sana, lakini tuone ya kwamba walipoomba na wakafunga, wakalitia jina la Bwana, kuna mambo yalitendeka. Amen. Na hiyo ndio tunaenda kuona, ili ya kwamba unapoomba na kufunga uone kama hao walitoka kwenye hii hatari iliyokuwa mbele yao. Ujue ya kwamba na wewe ukiaminika uombe Bwana na ufunge mbele zake, huo mlima unaondoka katika jina la Yesu. Haleluya. Yes. Kabla tujafika hapo, nikuelezee huyu mtu anaitwa Mordekai alitoka wapi, huyu Esther alitoka wapi. Biblia inasema ya kwamba kwenye hii kulikuwa kuna mahali palikuwa panaitwa Susan. Hii eneo Susan Citadel, na huko ndiko mfalme Ahasuerus alikuwa anatawala. Neno la Mungu linasema ya kwamba siku moja akatayarisha kalamu, kuanzia chapter 1 ya hiyo Esther. Akatayarisha kalamu ambao ama party ambayo ilikuwa wanakula, wanacheza, wanafurahia. Akaita wakubwa, wafalme wengi, governors wengi kutoka miji mbalimbali, wakaja pale, akawatolea vitu, akaanza kuwaonyesha vile Bwana amefanya, zile vitu wako nazo, utajiri. Pia kwenye hiyo kalamu aliporewa vizuri, neno linasema ya kwamba akaona sasa ni wakati wa kuburudika, labda ikawa ndio mugithi wao siku hiyo. Na akasema ya kwamba aitiwe bibi yake ambaye alikuwa anaitwa anamkumbuka Vashti. Yes, naona tuko wasomi wa Biblia. Akaitiwa bibi yake Vashti, na neno linasema ya kwamba Vashti alipoitwa, naye kumbe kwa sababu mfalme ameandalia kings, ameandalia ma president, naye bibi yake kama kawaida ameandalia first ladies, wote nao wako na kalamu pale, wanaendelea kuburudika. Akasema ya kwamba mimi siendi kuburudika, mimi siwezi enda nikadansi pale mbele ya watu. Akalinga na hakuenda kudansa. Sawa. Ilipofanyika vile, kuna kitu kilifanyika. Kwa sababu ya hiyo mfalme alisikia vibaya, na akaona ile jambo limetendwa hapa na huyu mama si nzuri. Neno linasema akaita wasomi wote na wale waliokuwa wanampea advice. Akina Teresh wote wakaja pale, waliokuwa wanampea advice, wakaanza kunena na yeye, wakamwambia
kulingana na kitendo ambaye Vashiti amefanya. Huyu atafanya kwamba wanaume wote mahali watakuwa wanaimbika, hawatakuwa wakipewa heshima na wake zao. Wakamuadvise jambo nzuri, fukuza huyu bibi, tafuta mwingine. Hivyo ndivyo alifanya. Akasikia ushauri wa Hawa, akawafukuza. Lakini kuna kitu nilikuwa inaingia ndani ya moyo wangu wakati nilikuwa ninasoma. Manake vile alifanya, unajua ni huo tu usiku anaitisha watu wa kumuadvise. Yeye decision ameifanya akiwa mlevi. Wenye kumpa advice ni walevi. Kwa hivyo advice ikawa mbaya. Wakamwambia afadhali, naona kama wangekuwa atusoba, labda sasa wangemwambia wacha tumuulize ni kwa nini hakukuja kucheza na wewe. Lakini yeye alifukuza yeye kwa sababu alimake decision akiwa mlevi. Hata decision ya kumuita aliifanya akiwa mlevi bado. Na alipokataa decision ya kufukuza alifanya akiwa mlevi. Sawa. Decision nyingine ameongezewa maarifa na nani? Na walevi wenzake. Akafukuza bibi. Wakati mwingine nikaona ni vizuri kuangalia ni nani anakupa advice. Advice yako inatoka wapi? Hiyo ni jambo la kutafakari. Advice ya kufanya kabla hujaamua, umesikiza nani? Nani amekuadvise? Manake ninaona hapa, yes, hata kama ilikuja kuleta faida mahali kwingine, lakini hii decision ya kufanya ukiwa mlevi na kushauriwa na walevi kuna hatari. Akafukuzwa na wakamuadvise, tafuta sasa msichana mwingine akuje badala yake. Kukafanywa, wakawekwa kwa probation, wakaletwa wengi, wakaletwa wote, wakawekwa kumza kila mtu. Kila binti alikuwa anaingia kwa nafasi yake, kila mtu alikuwa anaingia kwa nafasi yake, anafanya uchunguzi. Na leo ninasema yule atakubalika ataitwa kwa jina mara tena akuje, na sasa huyo ndiye atakuwa amefaulu na amefanyika bibi yake. Ikawa ni hivyo, na wakati ilipofika, neno linasema ya kwamba kuna huyu binti dada alikuwa anaitwa Esther, na alikuwa mtoto wa Mordekai, kwa kuwa yeye Mordekai ndiye alimlea, alikuwa wa ndugu yake. Na sasa sijui tulikuwa dada yake, so alikuwa anaita Mordekai anko. Na sasa wakati huu wamekuja kwenye hii nchi wakiwa na Mordekai. Esther alipoenda pale mbele ya wale waliokuwa wanawatawalisha, katalishwa vizuri, alafu walipopelekwa mbele ya mfalme, neno linasema ya kwamba hakuna mwingine aliingia. Mfalme akasema ni huyu, na Esther akachaguliwa akiwa msichana atakuwa bibi ya mfalme Ahasuerusi, kwa sababu Vashiti amefukuzwa. Sasa akavalishwa pete akawa bibi yake, na akaingia huko na akawa sasa ndiye mke wa mfalme. Wakati hii mambo inaendelea, kumbe na kulikuwa yule alikuwa deputy king, alikuwa anaitwa Haman. Naye wakati huo akaona ya kwamba kuna mtu ako kwenye gate, na kwenye hii gate huyu mtu, wakati Haman anaingia, alikuwa anataka kila mtu anainama anamwabudu. Na sasa naye huyu jamaa anaitwa Mordekai, neno limesema mahali tumesoma Esther 2:21, ikawa na yeye sasa ameanza sasa, kwa sababu Esther ameingia pale, naye Mordekai amekuja kukaa kwa gate. Akiwa pale, neno linasema ya kwamba kuna jamaa wawili walinong'onezana mambo mabaya juu ya mfalme. Hawa jamaa wanaitwa Bigthan na Teresh. Wakasema, wakasikia vibaya, wakakusudia mabaya juu ya mfalme, wakasema tutamuua. Naye kumbe huyu Mordekai alipokuwa hapa, aliposikia akasema, mfalme auawe, na ndiye amechukua mtoto wangu na amefanya tuheshimike, na sisi hapa tupo, sisi ni kwenye nchi ya ugeni, manake sisi ni Wayahudi, we are Jews, na mfalme ambaye ametupa kibali tena auawe. Huyu jamaa Mordekai akafanya wema. Sema kufanya wema. Sema kufanya wema. Akaenda kwa
Esther, akamwambia fanya hivi, enenda kwa mfalme Ahasuerusi na kwenye serikali ustaki hawa, useme kuna jamaa wawili Bigthan na Teresh wamekusudia na wamepanga vile wataua mfalme. Neno linasema kukawekwa kamati ya uchunguzi. Ilipofanya inquiry yake, ikasemekana ni kweli ni vile na ni hivyo kabisa wamepanga. Na sasa neno linasema ya kwamba walipojulikana ni vile, kukaitishwa, ikawekwa hukumu na wakanyongwa, wakauawa. Haleluya. Na hiyo jambo likawekwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu, likawekwa pale. Na mfalme akaona kuna kitu kimefanyika, lakini akajua labda ni Haman amefanya jambo. Si promotion ikaja na ikaingia kwa Haman. Haleluya. Promotion ikaingia kwa nani? Kwa Haman. Na ujue ni nani amefanya wema? Sema Mordekai. Lakini promotion imeingia kwa nani? Lakini wakatulia tu. Tunaingia Esther chapter 3 hapo. Esther chapter 3. In the first month, which is the month of Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, they cast out that is the lot before Haman to determine the day and the month, until it fell on the 12th month, which is the month of Adar. Higher. Then Haman said to King Ahasuerus, there is a certain people scattered and dispersed among the people in all the province of your kingdom. Their laws are different from all other people, and they do not keep the king's laws. Therefore, it is not fitting for the king to let them remain. If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those who do the work to bring it into the king's treasuries. So the king took a signet ring from his hand and gave it to Haman, and the son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of the Jews. Say the enemy of the Jews. Hallelujah. Tunaendelea. Unaona mstari wa 9. Haman amesema huyu jamaa ambao amepea promotion, naye amekusudia jambo. Akaona vile Esther amepewa mamlaka, na kuna jamaa ako hapa, na sasa huyu jamaa haniinamii. Aliposhigusa akaona Esther, Mordekai, na Mordekai si kama wa kabila yetu. Na akasema huyu jamaa, huyu anaitwa Mordekai, huyu tutakuja kuangamiza yeye. Na wakapanga, na akasema siku moja nitakuja kuangamiza huyu jamaa. Unanipata Twende tu, kuna mali nataka ufike, tunaweka foundation. Mordekai aliyefanya wema amepangiwa vibaya tena. Aliyesia kifo ya mfalme naye amepangiwa kifo. Yule amepanga akasema kila mtu atakuwa ananinamia. Sasa huyu naye amekataa kuinama, kwa sababu alikuwa anaabudu asajiu, alikuwa anajua ni Mungu pekee nafaa kuinamia. Kuinama mbele ya mtu hapana, ni mbele ya Mungu. Sasa naye huyo Haman akasema ni tutafanya jambo, tutafanya jama. Tuseme ya kwamba kuna watu hapa, manake alijua kumbe Mordekai si kabila yao, ni G, ni Myahudi. Akaona huyu jamaa kwa sababu haninamii, na vile ameanza kusogea, sasa nitamaliza. Akaambia mfalme kuna watu wamekuja, na kabila hili silioni vizuri, limejaa kila mahali, na kwa sababu tukiweka sheria yako hawatii, na sheria si ya mfalme, limewekwa kwa kisiri na huyu adui wa Jews, Haman. Lakini anaenda kwa mfalme na kumwambia kuna watu hawakuinamia
decree na uweke muhuri, hawa watu waagamizwe wote, waagamizwe, wazee, akina mama na watoto, bebi yao yote iagamizwe kwenye nchi yetu. Akamfalme akatoa lini, akamwambia Shukua, enda, kwa kuwa lini ikiweka muhuri hivi, hiyo jambo linakuwa kweli, hakuna kurudi nyuma. Likiwekwa hivi Sam agamizwe, hakuna wakubadilisha. Wakiangalia waone iko na lini, iko na siri ya mfalme ni hivyo. Akapewa lini, Haman akaiweka, akaenda akaandika barua, ikawekwa, ikapewa watu, wakaenda nchi yote, mahali pote kulikuwa na Myahudi, barua ikapelekwa, siku fulani, saa fulani, wao wote wafanye nini? Waagamizwe. Haya, nao neno la Mungu liko hapa. Biblia inasema, so the king took, verse 11, and the king said to Haman, the money and the people are given to you to do with them as seems good. Pesa, mali imepewa wewe, fanya kile utakavyo, wote wako juu yako. Haya, ikawekwa sheria na ikawa ni hivyo, na hiyo barua ikasambazwa kila kona ya hiyo nchi, ikawekwa, wote wafanye nini? Waagamie. Wote jinsi mali walikuwa, wakajawa na uoga, wote wakaona sasa wakati wetu wa kuisha umefika, wakati wa kuangamiza umefika. Mtoto jiu atakufa, mama mjiu atakufa, mzee jiu, kijana, wote. Siku ikawekwa, barua ikawa, hofu ikaingia nchi yote. Chapter 4. When Mordecai learned all that had happened, he tore his clothes and put on sackcloth and ashes and went out into the midst of the city. He cried out with a loud and a bitter cry. He went as far as the front of the king's gate, for no one might enter the king's gate clothed with sackcloth. And in every province where the king's command and decree arrived, there was great mourning among the Jews, with fasting, say fasting, with fasting, weeping and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. Neno linasema ya kwamba walipoona barua imewekwa muhuri na mfalme ya kwamba all Jews kwenye hii siku na hii saa wataagamizwa, neno linasema ya kwamba wote wakafanya kama Mordekai, wakavaa magunia, wakajinyima chakula na maji, wakaingia kwa fasting, wakaanza kulia, wakaanza kuliitia jina la Bwana. Walipoona ya kwamba hiki ni kifo, wakaona sasa hamna mingine, ni kuingia kwa maombi. Maombi si ya kawaida, maombi ya kufunga. Wakajinyima chakula, wakajinyima mambo mingi, wakatoa mafasi ilikuwa ya dhamana, wakavaa gunia, wakasema hakuna kujipaka mafuta. Wote wakajifika majifu, wakaingia kwa maombi, wakaanza kuomba. Haleluya. Neno linasema mfalme Mordekai akaingia kwa gate, akaketi pale, manake hangeingia ndani akiwa amevalia gunia. Neno linasema ya kwamba wale watu wakaona Mordekai akiwa pale, wakaenda wakamuuliza, kwani imekuwa nini? Wakamwambia, enda uambie Esther hivi. Haya, verse 4, chapter 4 verse 4. So Esther maids and eunuchs came and told her, and the queen was deeply distressed. Then she sent garments to clothe Mordekai and take his sackcloth away from him, but he would not accept. Haleluya. Neno linasema walioona Mordekai ameketi pale kwa gate akiwa amevalia magunia na amejifika majivu, wakaona hii si jambo la kawaida. Wakatumana waliokuwa wanaangalia Esther, wakaenda wakamwambia, huyu
jamaa wenu ako pale na vile amefalia hatujui ni nini, amekataa kuvaa nguo, amevaa gunia. Neno nasema Esta akachukua nguo za kiufalme apelekewe Mordekai, lakini Mordekai akasema la, sifai hizi nguo, lile jambo liko mbele, hainiruhusu nikaondoke kwenye hii state niko, manake mahali tuko una hatari, nitaendelea hivi. Akakataa nguo za kiufalme kwa sababu alikuwa ana kitu amelenga. Bwana wetu asifiwe. Kuna mambo wakati tuko kwa fasting, kuna vitu ziko wakati tuko kwa ufalme, kuna hali tukiwa kwa ufalme sisi hatutakubali kuingia. Wakati kama huu ambao tuko kwa maombi, ni wakati kama huu ambao utafunga, na ile siku utafunga, hiyo ndiyo siku utaitiwa kuku. Hiyo ndiyo siku utaambiwa na mtu na tuingie mahali fulani tukale na tukanywe. Hapo ndipo majaribu yatakuja, lakini ukijua ni kitu gani unalenga, hutakubali kutoka kwenye laini yako ambayo umetasamia. Unanipata? Mordekai kwa gunia, nguo za kifalme zimekuja, manake Esta alishindwa, kwani jamaa amekuwa wazimu, kwani ni nguo ziliibiwa, wacha nimpelekee nguo. Lakini akasema sifai hizo, gunia ndio sasa, nimejinyima kila kitu ili tuone kama hoja yetu na kilio chetu kitafika kwa mfalme. Esta akajua, ukiona Mordekai amekataa nguo, lazima nishuguze. Akawaambia, endeni mjue ni nini na ni kwa nini. Haleluya. Sasa ufalme umebadilishwa, mipango ya State House imebadilishwa na nani? Na mtu amekataa mali ya kiufalme, nguo za kiufalme, heshima ya kiufalme, akasema niletewe, niwasheni, nikae na gunia na majivu, mafuta sipaki, gunia sitoi, wacha nikae hivi. Alipokaa vile na akiendelea na kufunga, akabadilisha mipango ya State House, program ya State House ikabadilika. Esta akatumana, endeni mjue ni nini na ni kwa nini. Haleluya. Mseme mjue ni nini na ni kwa nini. Haleluya. Hivyo ndivyo Biblia inasema, enda ujue. Verse 5 aliwaambia, then Esther called Hathach, one of the king's eunuchs, who he had appointed to attend her, and she gave him a command concerning Mordekai to learn what and why this was. What and why, ni nini na ni kwa nini yeye amefalia hivi. Naye Mordekai akajua ni sasa. Akamwambia, sasa kuna barua imetolewa na imeandikwa Wayahudi wote, na ujue hata wewe ukiwa State House, hata wewe hata kama umefanyika bibi ya mfalme unakufa. Haleluya. Amen. Wow, mambo yamebadilika. Esta kaona hapa si mchezo, na hapa nakuambia kabisa mambo imeharibika. Kila mahali barua imepelekwa, kila mahali kumetolewa amri, lazima wote waangamizwe. Wow, sema kuangamia. Lakini jambo linalonitia nguvu, na hapo ndipo nguvu ya mahubiri yetu ipo, ni ya kwamba wakati Mordekai alishikilia gunia, akashikilia majivu, akashikilia kufunga na kuendelea na ombi lake, ufalme wote, State House na programu yake ikaweza kubadilishwa. Sasa ikawa attention yote iko kwa Mordekai, mipango yote ikaanza kule. Esta akasema sasa hamuna jambo lingine, na hapo naye Esta akaweza kuambia Mordekai, kama hiyo ndio jambo, nataka mkafanye hivi, endeni wote ukakusanya Wayahudi wote mahali pote walipo, wakaniombee ili na mimi nikisimama mbele ya mfalme, manake si wakati wote na kwenye wakati huu siruhusiwi.
vizuri, lakini mkiendelea na kuomba na kuvuga, nikienda mbele za mfalme nitapata kibali. Tuone kama ombi litaweza kusikizwa. Haleluya. Wakati ambao tunaingia kwa maombi, kama vile Mordekai na Wayahudi wote waliingia kwa maombi, hata mipango ya State House ikaweza kubadilika. Hivyo ndivyo maombi yanafanya. Wakati tunaingia kwenye kiwango kingine cha kufunga na kuomba, tunabadilisha mipango ya mbinguni. Attention ya mbinguni inaelekezwa kwa wale ambao wamejinyima na wanaomba, wanatafuta uso wa Bwana. Wakati ambao tunahitaji muujiza mkubwa, wakati ambao tunahitaji mkono wa Bwana uingilie, lazima tuingie kiwango kingine. Sema kiwango kingine. Semeni kiwango kingine. Ukitaka jambo nzuri, lazima uingie hilo kiwango. Hivyo ndivyo Mordekai walifanya. Na sasa tunaona State House yote attention imeingia kwao. Haleluya. Attention sasa imeingia kwao. Haya, tunaendelea na kusoma. Esther sasa ametumana na ametulishwa hali. And Mordekai told him that what had happened to him and the sum of money that Haman had promised to pay into the king's treasuries to destroy the Jews. Haya, akapewa habari yote. Nataka niende kwa haraka kwa sababu ya time. Verse 11, all the king's servants and the people of King promised know that any man or woman who goes into the inner court to the king who has not been called, he has put one law, put all to death, except the one to whom the king holds out the golden scepter, that he may live. Yet I myself have not been called to go into the king this 30 days. Hallelujah. Esther anawaambia, unajua mimi sijakubaliwa na sijaitwa kwenye hizi siku. Kwa hivyo kile mtafanya ni muombe na mfunge. Nikienda nikubariki. Manake kama mfalme hata inua that scepter, hiyo fimbo lake, hiyo kitu yake, hiyo fimbo yake, kama hata niinulia, niiguse hivi ama niguse nayo, mimi nitaangamizwa. Mimi nitakufa. Haleluya. Kuna viti mbele, Mrs. Kilonzi, waelekeze mbele. Haleluya. Mimi nitaangamizwa. Akajua hapa kuna hatari. Na akajua hapa ninaweza angamizwa. Kuna viti hata huko mbele. Akajua hapa inaweza angamizwa. Lakini Mungu naye ni mwaminifu. Nataka tuone nguvu ya kuomba wakati tunapojifunga. Wakati tunaomba tukiwa tumemaanisha vile Mungu hufanya. Bwana yetu asifiwe. Nataka manaka ninajua wakati huu tukielewa vile fasting inafanyaka mambo, vile fasting inabadilisha. Angalia, huu ni ufalme. Na sasa kama hiyo siku haujaitwa, haufai kuingia State House. Lakini Esther amewaambia lile jambo linaweza likanisave. Nikiingia kwenye hizi siku ambazo sijakubaliwa, ni only maombi na kuvuka kwenu, hiyo ndio itanifungulia. Haleluya. Na walipoendelea na maombi, neno linasema ya kwamba walipoendelea na maombi, naye Esther akasema sasa, akaishi moyoni mwake, akasikia yes, sasa niko stronger. Akaenda kwa mfalme, akamwambia mfalme, wewe ishi milele. Unajuaje mfalme, mtu wangu, nimekuandalia karamu na ningekuomba uje kwa karamu yangu. Wow. Mfalme akasema wow. Kumbe Vasiti alikuwa, mimi naandaa karamu, hakuji. Sasa kumbe huyu nimepata kitoto, nimekipata chenyewe kizuri, hata akikojei nikifanyie karamu. Yeye mwenyewe ndiye ananiitia kalamu, yeye ndiye ananiandalia kalamu. Akasema wow, huyu ni Esther, na siwezi nikaasiria, nilikuwa ninahitaji bibi kama huyu. Akasema kalamu yako lazima, kwenye pati yako lazima nitakuja, na kila unataka mimi naja. Haleluya. Maombi, fasting iliyofanywa na Jews wote inasema ya kwamba ikabadilisha kalenda ya State House. Ilikuwa inasema kwenye hii siku hakuna mtu anafaa kuingia, lakini kwa
yanabadilisha. Maombi yanabadilisha hali. Maombi yanaondoa. Siku ingine nikamwandikia kwamba maombi haijui any barrier. Maombi haijui any protocol. Tukiomba na tukifunga, hata kama ni wapi kulikuwa kumefungwa, hata kama kulikuwa na sheria gani ya kutuzuia, maombi yanafungua. Maombi yanang'oa milango ambayo imewekwa na kishetani, na tunapenya katika jina la Yesu. Tukifunga na tukijua uwezo na nguvu iliyo kwa maombi. Kuna vitu vimetukisha kwa miaka mingi. Kuna watu wametuona nyuma miaka mingi, lakini watashindwa. Ujue ya kwamba hizi kabila hapa, hawasiwa hapa. Yule mtu amekuja, amevalia gunia, amewekewa kifo, lakini kwa kufunga na kuomba, sasa tunaona kuna kamwanya, kuna dalili kifo kinaenda kuondoka, kuna dalili za kuishi tena kwa Wayahudi. Kwa sababu ya kufunga, kwa sababu ya maombi. Maombi yanatengeneza njia. Mahali hamna njia, maombi yanatengeneza. Mahali ambapo kuna protocol ambao zinazuia, maombi haijui hivyo. Inaondoa wote kwenye kuweka sheria, na sheria yote inawekwa kando. Maombi inakupenya. Maombi inakupenya. Haleluya. Nataka ya kwamba huu ukiwa mwanzo wa mwaka, ule msingi ambao tunaweka wa maombi, tutakuwa tunasema ni hivi, jambo linakuwa. Tukisema ni pande hii, ukisema ndio hiki kitu unahitaji, Jehova anafanya. Kwa sababu ya msingi ambao tunaweka wa maombi katika jina la Yesu. Tunaona nguvu ya maombi vile inaweza kufanya kazi. Haleluya. Yes. Haya. Hapa tumesoma, nimekimbia nimeenda mpaka 16. Mambo sio kusheka, mambo si mazuri, lakini you are fasting of 3 days. Wow. Na walipoifanya, alipoenda mbele za mfalme. Haleluya. Chapter 4 nikamalizia. Ndio hiyo. So Mordecai went his way in according to all that Esther commanded him. Verse 5 inasema, now it happened on the 3rd day that Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the king's palace, across from the king's house, where the king sat on his royal throne in the royal house, facing the entrance of the house. So it was then the king saw Queen Esther standing in the court, that she found favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther went near and touched the top of the scepter. And the king said to her, what do you wish? Hallelujah. Akamuuliza, mtu wangu nataka nini? Queen Esther, what is your request? It shall be given to you, up to have the kingdom. Akamwambia, hata kama unataka tukagawane nawe nchi, uwe unatawala east, unatawala west, nitakugawia. Haleluya. Sema kibali. Maombi inaleta kibali. Esther akapokea kibali, na alipoenda mbele za mfalme, wao atakajua haya wao. Kumbe nao wakasema, wahenga wakasema, nienda dhidi ya Gagamutegi. Yani kila mtu walisema kwa Kiyunani, sasa inasema hivi, yani kila mtu ama kila kitu kina yule anakiweza. Kila mtu ana yule anamwe. Sasa naye Esther amemweza mfalme. Hivyo ndivyo ilikuwa inasema. Haya. So it was, all right. And the king said to her, what do you wish, Queen Esther? What is your request? It shall be given to you, up to have the kingdom. So Esther answered, if it pleases the king, let the king and Haman come today to the banquet that I have prepared for him. Wacha mfalme aje kwa kalamu ambao nimetayarisha leo, mkiwa na huyo deputy wako, kujeni kwa my party. Haleluya. Sasa Esther amepata kibali, ameanza kupata hata mamlaka. Na unajua amepata kibali na mamlaka, lakini ujue kuna watu wako kwa prayers. Haleluya. Wale wako kwa prayers 3 days.
hawajakula, hawajakunywa. Esta na yeye alipoingia, kibali ndio hiki kikaingia. Neno linasema ya kwamba akamwambia mfalme, unajuaje? Nimefurahi sana kwa kuona vile umekuja mkiwa na Hamani, lakini, haleluya, sema lakini. Akamwambia sema lakini. Unajua kibali kikiingia kinatoa kila kitu. Yeye sasa unakalia mamlaka sasa. Bodyguard kando, watu wote kando, askari rungu kando, wote wakakaa kando. Esta sasa ndiye ana control my dear mfalme. Akamwambia sasa ni hivi mtu wangu, nataka kesho, sema kesho. Hebu imagine, haikuwa inakubalika aingie, lakini kwa sababu ya fasting kibali kimekuja, ameingia, ameinuliwa the golden scepter, amekubalika. Wow, amemwambia sasa, unajua nini? Sasa nataka hivi, kesho nataka mkuje tena. Haya, yaani sasa ndiye anaamrisha mfalme, hata diary ya mfalme anaipakua yote. Sasa ni yeye. Kumbuka kuna watu pale chini wako kwa mfungo, maombi na kwa kufunga, hawakuli hawakunywi. Nao kule juu wao utawala wa Uyahudi, wengine wako kwa magunia, lakini kule juu mazao imeanza kuonekana. Esta Myahudi ameanza kushika control, ameanza kushika steering yote ya State House, akisema ni hivi, diary ya mfalme. Hata kama alikuwa anaenda Egypt, anaambiwa Egypt no, Dubai no, hiyo meeting ya AU no. Ni kalamu ya Myahudi Esta. Lakini kule mashinani, barua ikiwa na muhuri, Wayahudi siku bado inakaribia ya kuangamizwa kwao. Haleluya. Esta ndiye huyu. Akawaambia sasa, kujeni kesho. Wao jamaa akaenda, mfalme akaenda nyumbani. Hamani naye ndiye huyo biu. Akawaambia, mnajuaje watu wangu? Mimi leo tumeitwa mimi, hebu sema wawili. Akawaambia semeni wawili, mimi mwenyewe Haman pamoja na mfalme Ahasuerus ndio tumeitwa. Kalamu ilikuwa imeandaliwa, kalamu nono, iko na manono poa. Tumeitwa mimi na mfalme Ahasuerus. Wow, na hapo najua wazi, na hata kesho tumeitwa. Unajuaje? Hata kesho nimefanya nini? Nimeitwa. Lakini alipomaliza hiyo statement akawaambia, lakini yote ina furahaje? Inamaanisha nini kwangu? Sinipule. Kwa sababu nikitoka kwa geti hivi, kuna jamaa ako pale anaitwa Mordekai. Hata kama nimeitwa kwa kalamu na nimeheshimika, nikirudi pale kwa geti, yeye haniinami. Akamwambia ni hivyo, fanya hivi, huyu tutamaliza. Huyu nikumaliza, tutafanya nini? Tutamaliza. Na akapaga. Wakamwambia kwanza, wakatoka na ideas. Wakamwambia tutatafuta kimti kikubwa kinakaa hivi. Kikubwa shafuti kama 7 ama 7 hivi. Tutamuhani, atakufa huyu. Lazima tutamuondosha. Lazima tutamuondoa. Sawa. Haya. Walipoitwa kwa kalamu, akaja. Na nasema kwamba akaambiwa sasa, jana uliniita, leo unatuita tena, ni nini? Unataka nini? Nilikwambia hata kama unataka nusu ya ishi hii nitakupatia. Naye Esta akasimama akasema, mfalme uishi milele. Ombi langu na kilio changu ni ya kwamba mimi Esta mke wa mfalme aliyekuja wakati Vashti alikuaibisha mbele ya wafalme, akakataa kudansi na wewe, mimi binti wa wenyewe nikaja nikajitoa, nikaondoa aibu na nikajitoa niwe mke wangu, niwe mke wako, na nikakubali kudansi na wewe, na kila mahali ukiniita nitakuja. Naomba ombi moja, mimi na watu wangu tukubaliwe tuishi milele. Haya. Mfalme akauliza, nasikia vizuri ama sijasikia? Ushampewa statement ukasema, hebu kama hivi. Yes, mimi Esta na watu wangu wote Wayahudi tukubaliwe tuishi milele. Mfalme akakaa kama ni mtu alikuwa kwa usingizi. Akauliza, kwani
your deputy. Huyu mwovu Haman. Mfalme akauliza nini? Binti mke wangu awawe. Nani ametoa kauli? Nani akaanza? Ushaisikia statement? Umeitwa na wakubwa ukasikia hiyo kanaita kale kebaba. Una sweat. Kasweti kengine kebaba. Haleluya. Oh, haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Sleep. So one was commanded to bring the book of the records of the Chronicles, and they were read before the king. And it was found written that Mordecai had told of Bigthan and Teresh, two of the king's eunuchs, the doorkeepers who had sought to lay hands to King Ahasuerus. Then the king said, what honor or dignity has been bestowed on Mordecai of this? And the king's servant who attended him said, nothing has been done for him. So the king said, who is in the court? Now Haman had just entered the palace. Haman is there, standing in the court, and the king said, let him come. So Haman came in, and the king asked, what shall be done for the man who the king delights? Higher. Now Haman thought in his heart, whom the king delight to honor more than me? And Haman answered the king, for the man from the king's delight to honor. Sawa sawa, tunaendelea. Nataka nifike mahali ambao nilikuwa nimewafikisha kwa sababu ya time. Aya, ni chapter 7 verse 3. Hiyo utajisomea hiyo chapter 6 mpaka mahali tumefika chapter 7 verse 3. Then the queen Esther answered and said, if I have found favor in your sight, O king, and if it pleases the king, let my life be given me, and my petition and my people at my request. For we have been sold, my people and I, to be destroyed, to be killed, and to be annihilated, had we been sold as male and female slaves. I will have held my tongue, although the enemy could never compensate for the king's loss. So the king Ahasuerus answered and said to Queen Esther, who is he? And where is he? Tuko na nyinyi, chapter 7 verse 5. So the king Ahasuerus answered and said to King Esther, who is he? And where is he who dare presume in his heart to do such a thing? And Esther said, the adversary and enemy of the Jews. And the adversary and the enemy is this wicked Haman. So Haman was terrified before the king. Nataka kuingia kwa hii ya Kiswahili. Verse 5. Ndipo mfalme Ahasuero aliponena akamwambia Malkia Esther, ni nani huyu tena, yupo wapi, ambaye moyoni mwake alidhubutu kufanya hivi? Esther akasema, ni mtesi tena ni adui, ndiye huyu Haman, mtu mbaya kabisa. Mara Haman akaingiwa na hofu mbele ya mfalme na Malkia. Mfalme akaondoka katika ghadhabu yake kutoka kwenye karamu ya divai, akaingia bustani ya ngome. Hamani naye akasimama ili ajitakie maisha yake kwa Malkia Esther, kwa kuwa aliona ya kwamba amekusudiwa madhara mfalme. Haya, chapter 7 ndio hiyo tumeingia. Inasema ya kwamba wakati Hamani aliposhitakiwa na akaona hapa kimeumana, amewadia huyu mtesi na muuaji anataka kutuangamiza, mfalme akapatwa na ghadhabu, hasira, akatoka nje, akaenda kwenye shamba la bustani hapo nje, akaenda kupumzika pale. Naye Haman, unajua wanasemanga njia ya kupotea ni ya kupotea. Unaweza potea hata mchana, si ndio?
Haman naye alipoona vile kimeumana akakimbia kwa mfalme, kwa binti mfalme. Haleluya. Kwa bali karibia, unajua sasa nataka kupeana tu mfano na wewe. Kuja na kiti. Haya, Sinani amekalia hapo kwenye kiti. Unajua kwa mfalme kuna viti vinakaa vitanda cha kupumzika. Hapo ndio wamekaa. Naye Hamani alipoona mfalme ana hasira na atamwangamiza, amemkusudia mabaya, alikimbia akiwa hana ubaya, lakini sasa aombe msamaha na amsii Esther, amwambie wewe badilisha maneno, hata kama nilikuwa nasema nitawaua, mimi sasa nirudie, manake wewe ndio unaweza nisave. Alikimbia pale kwa Esther, akainama pale, anamsihi Esther, anamwambia madam sa, oi nisamehe, abia mfalme anisamehe, ili hasira ghadhabu yake itaniangamiza. Naye ndiye huyu mfalme akarudi. Aliporudi akasema, na kweli hii ni jambazi, na kweli hii ni kitu baya, kwani anataka kumshika shaguvu mbele yangu. Haya. Haleluya. Wakati tunaingia kwa maombi, Jehova anaondoa vita inatoka mikononi mwetu. Jehova akiamua kupigana, mambo ya adui yote yanasoga mulama. Haleluya. Jameni, sijui kama kuna mtu ananipata. Jehova anapoingia kwa vita, wakati tunaomba, wakati tunamfunga, tunabadilisha hali yote. Vita Jehova akichukua aanze kuipigana, lazima mambo ya adui yanaharibika. Adui Haman ambaye alipanga, sasa ameenda kuomba msamaha, lakini president anaporudi, mfalme anaporudi, haoni msamaha, haoni mtu anaomba msamaha, anaona jambazi inataka kunajisi mama. Akasema haya, na kweli hili ni jambazi, kumbe huyu ni adui, amebadilika. Hata adui yako anataka hata kushika mke wangu ashikwe. Neno linasema wao wote wakashika, wakamweka hivi, akafunikwa kwa kichwa, kwa sababu sasa ilionekana hivi aibu. Akafunikwa na wale eunuchs, wale walikuwa wanashughulikia mastafu mfalme, wakafunika hivi, wakafunika Haman. Akashikwa, akapelekwa nje. Haya, kupelekwa nje, ile mti ambaye alikuwa ameandalia Mordekai auona ile mti. Haleluya. Ile advice alipewa na mke wake na watu wao, ya kwamba tafuta kimti tuhangi huyu jamaa, kwa sababu ya maombi, kwa sababu ya maombi yenye haki, maombi ya wenye haki, maombi ya watakatifu. Ikabadilishwa, kifo ikatoka kwa Wayahudi, ikaingia kwa adui wa Wayahudi. Haleluya. Maombi ya wenye haki walipoingia, wakajinyima, wakavaa dunia, wakajipika majivu, wakabadilisha hali, mambo yote na government yote ikawa attention sasa iko kwa Wayahudi waliokuwa na ngamia. Mfalme akasema, Esther, Wayahudi wote wakaishi. Esther kaambiwa ita Mordekai. Ile pete ilikuwa imepewa Hamana, akawa pili kwa mamlaka, ikatolewa Hamana, akaambiwa Mordekai, kuja hapa, leta kidole. Mordekai akasema, kidole ndio hiki. Pete ikawekwa, akaambiwa sasa barua yote iliyoandikwa na Hamana, Wayahudi wauawe, iandikwe ingine na ikimbizwe kwa haraka. Mahali ya ingine ya kwanza ilifika, ya pili ifike, na iseme ya kwamba Wayahudi waamuke, wasimame, wapiganie mali yao, na watu wao hawatakufa lakini waishi. Haleluya. Wayahudi ikaambiwa sasa, na wakaishi sasa. Neno linasema ya kwamba wale waliokuwa wakuangamia, waliokuwa kifo kimetayarishwa, siku imewekwa, masaa imewekwa, silaha ziko tayari. Sasa barua ingine ikaja, wakienda kusoma ya kwanza, ikaja ingine inasema sasa, sio hiyo sasa,
Wayahudi wakaishi tena, Wayahudi na waishi tena. Siku ya leo nimekuja kunena na mtu ambaye amesogwa na mambo, ambaye ameona kifo, ameona akiondoshwa, umeona ukiondolewa kwa heshima yako. Siku ya leo ninakuambia, kwa maombi unalainisha mambo, kwa maombi tunabadilisha mambo. Haijalishi ni nani aliyeweka sira, aliyeandika barua ya kwamba utapewa contract, ya kwamba utapewa hii deal, ya kwamba utapewa hii promotion. Haijalishi hayo, ingia kwa maombi, omba Jehova, funga, tutabadilisha. Nguvu ya maombi inabadilisha hali. In the name of Jesus. Wenye kuomba hawezi wakashindwa. Haleluya. Wanaso nguvu wale waombao, wanaso nguvu wale waombao, wanapo nguvu wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wanatendewa wale waombao, wanatendewa wale waombao, wanatendewa wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema umbarikiwa wale waombao, umbarikiwa wale waombao, umbarikiwa wale waombao, na Yesu mwenyewe. Kama Yesu amesema, hakuna wa kusema hapana. Akisema ndio, hamna wa kupinga, hamna wa kusema hapana. Akisema leo wewe ndio utakalia pale, hakuna wa kupinga. Lakini kile kinahitajika, jameni, ndugu na dada zangu, lazima tuwe waombezi, lazima tuwe Wakristo wa kuomba. Tunapoomba hatuwezi tukaangamia. Hakuna anayeomba, hakuna atakayefunga alafu aangamie, katika jina la Yesu. Haleluya. Kama kifo siri ilikuwa imewekwa wakufe, lakini hata mwenye kuweka siri ndiye alianzia na hiyo kifo. Lakini ni nguvu ya maombi ilibadilisha. Na kuomba ndugu yangu, na kuomba ewe mama, vita ambayo iko kwako usiinue kinywa chako. Nyamaza, ikia kwa maombi. Haleluya. Uwasa kujipigania, uwasa sauti yako, uwasa kujipigania. Ingia kwa maombi, jinyime kula, jinyime kunywa. Na unapojinyima, wewe pikia mzee, akija mpe chakula yote, lakini wewe endelea na maombi. Na kuambia Bwana ataipigana vita, Bwana atabadilisha. Na kuambia hata kama kuna title deed ilikuwa ibadilishiwe mwingine, lazima inakuja kwako. Tunabadilisha mambo, vitu ambavyo vilikuwa zimeenenda tunazirejesha kwa maombi. Haleluya. Wewe unacheza na siri ya mfalme, siri muhuri wa mfalme. Muhuri wa ufalme huu ukiwekwa hivi, akituma askari hapa aseme marisasi, watu waanze kumiminiwa marisasi, watakuja kwanza wamimine marisasi, alafu waende wakaulize ulituambia ni kwa nini. Lakini si waulize swali kwanza, ni wakuje kwanza watimize lile ambalo walikuwa wametumwa kulifanya. Siri ikiwa ni ya mfalme, hamna wa kusema hapana. Lakini maombi, haleluya, maombi ilibadilisha. Nataka niwaambie, kile ambacho kinatukula, kile ambacho kinatuhangaisha, kile ambacho kimepigana nasi, kile ambacho kimefanya tukae na hofu, sio kikubwa. Aliyekileta, aliyekisema, aliyekipata sio kubwa kushinda maombi yetu. Siku ya leo tukikubali kuomba, hata kama ulitoka na machozi nyumbani, na kuambia kwa imani, ombi utakalolifanya hapa, utarudi na ushindi, utarudi na tumaini, na kesho utamkia na furaha, katika jina la Yesu. Hamna wa kupinga maombi, hamna wa kushinda maombi. Ni Mungu wetu hajui lugha ingine, Jehova hajui lugha ingine. Lugha yake ni kuomba na kujibu, kuomba, kujibu, kuomba. Hiyo ndiyo kunena na Bwana.
Haleluya. Amen. Haleluya. Ninamshukuru Bwana, namtukuza Bwana kwa kuwa kifo cha Wayahudi kilibadilishwa na kujinyima kwa siku ya leo. Na ninakwambia wale watakao kubali kwenye hizi siku tupo za maombi, jameni, tukiomba, na haijalishi hata kama kwa wiki unaomba siku moja, hata kama unaomba 12 hours na uaminifu, wait a miracle. Ngojea muujiza. Ninakupa hakikisho, huyo moyo wa kupodeka, moyo wa kunyenyekea, unapoenda mbele za Bwana, Jehova atatenda. Haleluya. Ukiweza samba, enenda samba. Ukiweza 3, enda 3. Ukiweza 2, sawa. Ukiweza 24 hours, sawa. Ukiweza 12 hours, sawa. Na ukifunga, tafuta mahali omba. Nakwambia weka list, ukiingia enda na list. Haleluya. Tumekuwa katika hali ya kuomba nguvu. Na ninashukuru Mungu, kuna watu wamekuwa wakiomba, kuna wengine walipata mpaka ule ufunuo tulikuwa tunasema. Kama uko na huo ufunuo pia na wewe wakupanda wakati wa kuomba sawa sawa. Haleluya. Siweki kama ni kanuni, lakini iko kanuni ya maombi. Kama ukitaka pia weka mbegu, omba. Lakini sitaki kutumia the word mbegu, manake imeshafuliwa sana. Haleluya. Lakini ukiwa na nguvu ya kutoa hiyo sadaka ya maombi sawa sawa. Na kama hauna, kwa sababu labda umesogwa mpaka kwa kona, mpaka chakula hakuna, mpaka ya kutoa hakuna, si kama kwa maombi itasikika, omba kabisa. Nakupa hakikisho, Jehova yupo. Haleluya. Anasikia. Amen. Anasikia. Kwa hivyo tuombe jamani. Wewe mzee, sauti kuguruma si hoja. Na hisi solution. Solution ni maombi. Omba. Nyenyekea, omba. Kama kuna vita kazini, omba. Usijipiganie. Wakiadia kabaruga, washa kumangana, utaandika gani? Ipeleke kwa Bwana, washa Bwana akuandikie. Haleluya. Ambia Roho wa Bwana take over now. Roho wa Bwana kupiganie. Washa Bwana awatetee. Ninajua kwamba hapa kuna watu wataenda mbali, watainuliwa. Na sisemi hii ya kuwapa psych. Siwapei psych mimi, hapana. Na kuambia manake kanuni ni hii, ni kuomba, kusoma neno la Bwana, njia inafunguka. Haleluya. Sasa ngwambia sasa haikubaliwi. Hata mimi nikiwa binti yake, nikiwa bibi yake, kifo kiko. Kwa sababu hizi siku sifurahi. Sikubaliwi. Lakini kwa maombi akapata kibali. Ninaomba ya kwamba kile kitu ulinyimwa kwa sababu ya hii siku utaomba, hebu na ukubaliwe katika jina la Yesu. Kile ulinyimwa kwa sababu ya hii grace ya maombi, naomba Bwana awafungulie ile milango ambayo mnatamani, ile mambo ambayo mnatamani, hiyo jambo ambalo limekusonga kwa miaka mingi. Na waambia jameni, kuna nguvu ya maombi, kuna nguvu ndani ya maombi, kuna uwezekano ndani ya maombi, kuna ufufuo kwa maombi, kuna kurejeshewa kwa maombi. Bwana tunakupenda, Bwana tunakutukuza. Enda mbele, enda dakika moja mbele za Bwana, litaja hilo jambo unataka. Mjulishe Bwana ni kitu gani hiki ungetaka kufanyie. Wayahudi walienda baada ya kuomba, wakaingia kwa fasting siku 3 bila kunywa, bila kukula kitu. Walipoenda mbele za mfalme akasema waishi. Adui wao, yeye alikuwa mkubwa Hamana, akaweza kuangamizwa. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana, nimehangaishwa sana kwenye hapa niliyoreka, nimehangaishwa tena, sihesabiki kama mtu. Lakini kuanzia siku ya leo kwenye maombi haya, may you silence my enemies, may you silence every voice that is against my marriage in the mighty name of Jesus Christ. Nenda mbele za Bwana, usemea kwamba hawa watoto wangu lazima watasoma, hawa watoto wangu lazima wataishi. Wewe kilio cha watoto ambao umelia sana, uliwasomesha lakini hamna chochote unapokea kutoka kwao, kwa jina la Yesu Kristo tunatangazia kwamba watapata fikira zao katika jina la Yesu, wakarejeshwe na memory yao ili wakumbuke wazazi katika jina la Yesu Kristo. Ninatangazia kwamba kilio sote Bwana ambao watu wako wamelia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa haya maombi Bwana tunaomba yatupe kibali katika jina la Yesu. Bwana hawa walionyimwa milango kufunguliwa, wakafungiliwa Bwana kwa haya maombi. Tunatoa kila pasia waliolekewa na adui katika jina la Yesu, malango yaliyosimama kuzuia baraka zao kwa sababu ya haya maombi ya watakatifu. Rina
bayanda. Bwana, tunatangaza kwa nguvu ya mkono wako Bwana, ukawatangulie Bwana, ukawapiganie kwa sababu ya kuomba na kunyenyekea kwao Bwana, ukawafungulie Bwana, ukawatendea. Nawaombea kibali kama uliopea Esther. Nawaombea kibali Bwana na uzao wao. Tunawaombea kibali watu wao walio mbali. Tunawaombea kibali wengine wana watu wao waliingia kwenye nchi za kigeni, wameteswa, wamenyimwa Bwana hata barua ya kurejea Kenya, lakini kwa jina la Yesu tunatangaza kibali. Waliofungiwa nchi za mbali, ninawatangazia kibali katika jina la Yesu. Walionyimwa visa, tunaomba zikapatikane, wakapokea kibali katika jina la Yesu. Asante Jehova, asante Mungu wangu, kwa kuwa kilio kinafika mwisho. Kifo cha Wayahudi kilifika mwisho kwa maombi. Bwana ni asante, manake kila kifo kiliyotangazwa kwenye marriages zetu, kwenye watoto wetu, premature death, tunazikansel katika jina la Yesu. Tunatangaza uzima, tunatangaza ushindi katika jina la Yesu. Destiny za watu wako Bwana, tunatangaza hawatazimwa, lakini watasimama kwa maombi. Bwana, unawafungulia kwa maombi. Jehova, wanapata kibali. Asante Jehova, asante Mungu wetu, kwa kuwa wewe ni mwema na wewe ni mwenye ushindi. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Haleluya. Tupigie Bwana makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus.